Yesu Kristo, tunakuabudu siku ya leo, maana hakuna rafiki aliye kama wewe Yesu Kristo, uliyetupenda na upendo usicho na kifani, na ukasema Bwana ya kwamba tazama hakuna ambaye anaweza penda rafiki yake, Bwana wa majeshi, hadi kuweka maisha yake kufa kwa niaba yake. Na ndivyo ulitufanya Bwana wa mabwana, ukakufa kwa ajili ya dhambi zetu, ukalipa deni ambayo tulikuwa nayo, ambayo hatungeweza kulipa. Asubuhi ya leo ama ni mchana, tunasema ni asante na tunakuabudu kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unastahili sifa na utukufu, na hakuna Mungu mwingine dhidi yako. Juu mbinguni, hapa duniani na chini ya ardhi, hatujaona mwingine ambaye tunaweza kumlinganisha na Yesu. Baba, pokea sifa kwa sababu unazistahili. Mchana huwa leo tunakuinua, tunakuabudu. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi wiki nzima Bwana. Umetulinda Baba, umetunywesha, umetuvika, umetembea pamoja nasi Mfalme wa Israeli na kutuongoza. Na siku ya leo tuko katika nyumba yako ili tukaweza kukupa shukrani zetu. Tumeleta sadaka za vinywa vyetu mbele zako, ukisema ya kwamba unazistahili siku hii ya leo. Mfalme, pokea utukufu wote, pokea shukrani zote Mungu Baba. Asante hata kwa sababu ya zaka na sadaka ambayo wana wako wamekuja nao katika hekalu lako siku ya leo. Baba, naomba baraka zako za ajabu, baraka za kila aina, baraka za afya, baraka Bwana wa majeshi ya kila ufanisi katika maisha yao, baraka ya kunawiri Mfalme wa ajabu katika kila jambo analoweka mikono yao kufanya, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unaona katika siri. Umeona mahali ambapo wametoa Bwana, naomba ya kwamba utazidishia kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunasema ni asante. Tuaomba ya kwamba tunapoketi miguuni pako kusikiza neno lako siku ya leo Mfalme Baba, tumekuja hapa sio kusikiza mwanadamu, lakini kusikia kutoka kwako. Na hivyo ninaomba ya kwamba utazungumza nasi sawa sawa na mapenzi yako. Roho Mtakatifu, na kukaribisha, tawala na ukapata kutunenea. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Wacha tuweze kupigia praise and worship makofi. Wapigieni makofi mazuri wanapoketi chini. Amen. Asanteni sana kikundi cha sifa. Asanteni kwaya pia kwa kutuhudumia kwa njia ya ajabu. Asante kila mmoja kwa sababu ya kuchukua fursa yako kuja katika hekalu la Bwana siku ya leo. Naamini ya kwamba Mungu ametuleta akiwa na sababu. Nami nashukuru kwa sababu ya nafasi ya kusimama mbele yenu. Sichukulii kwamba ni jambo la kawaida kuweza kusimama hapa ili nikaweza kushiriki neno la Mungu. Namshukuru Mungu kwa sababu ameniwezesha, amenileta umbali huu. Nimeokoka, nampenda Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Pia nashukuru wachungaji kwa kunipa nafasi hii. Mchungaji wetu kiongozi akiwa hayuko, na mchungaji Nganyi akiwa ndani ya nyumba. Nataka tuweze kumappreciate Pastor Nganyi na mke wake. Asanteni sana kwa sababu ya kazi njema ambao Mungu anawawezesha kufanya mahali hapa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo bila pengine kuendelea sana, nitaenda katika ujumbe wa siku ya leo ambao nimeuita The Unfathomable Love of God. The Unfathomable Love of God. Jua ya kwamba kizungu kilikuja na meli, kwa hivyo usihangaishwe sana na hilo neno unfathomable. Kwa dictionary inasema ya kwamba incapable of being fully explored or understood. Upendo wa Mungu usioeleweka, ambayo hatuwezi kuelewa na akili zetu kama wanadamu, lakini ni upendo wa ajabu. Ni upendo wa aina gani? Na ndio nataka tuweze kwenda kuangalia siku ya leo. Somo letu la kwanza litatoka katika kitabu katika Samueli wa pili. Samueli wa pili mlango ni wa 7, na nitaomba Elder Crispinus anisaidie kwa kusoma kifungo hicho. Samueli wa pili mlango ni wa 7, tunaanzia mstari wa 1. Kwa hivyo kama uko na Biblia yako, tafadhali ifungue katika Samueli wa pili
Mlango ni wa 7 kuanzia mstari wa 1. Inasemaje, Elder Crispinus? Inasema ya kwamba ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake, hapo Bwana akamstarehesha wasiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote. Mfalme akamwambia Nathan nabii, angalia sasa, mimi nakaa katika nyumba ya mieresi, bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapasia. Nathan akamwambia mfalme, haya, fanya yote yaliyo moyoni mwako, Bwana yu pamoja nawe. Ikawa usiku huo huo, neno la Bwana likamfikia Nathan kusema, nenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Kwa maana mimi sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile niliyowatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri hata leo, lakini nimekaa katika hema na maskani mahali mote mlimokwenda na wana wa Israeli wote. Je, nimesema neno lolote na mtu yeyote wa waamuzi wa Israeli niliyemwagiza kuwalisha watu wangu Israeli nikisema, mbona mkunijengea nyumba ya mieresi? Basi sasa mwambie mtumishi wangu Daudi maneno haya, Bwana wa majeshi asema hivi, nalikutoa katika sisi la kondoo, katika kuandama kondoo, ili uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli. Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatalia mbali adui zako wote mbele zako. Nami nitakufanyia jina kuu kama jina kuu la kama wakuu walio duniani. Tena nitawaagizia mahali watu wangu Israeli, nami nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondolewe tena, wala wana wa uofu hawatawatesa tena kama hapo kwanza. Naam, kama nilivyokuwa tangu siku ile niliyowaamuru waamuzi wawe juu ya watu wa Israeli, nami nitakustarehesha mbele ya adui zako wote. Tena Bwana anakuambia ya kwamba hata kujengea nyumba, nawe siku zote zitakazotimia utalala na baba zako, atainua uzao wako nyuma yako, atakayetoka viunoni mwako, nami nitaufanya imara ufalme wako. Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu, nacho kiti cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Nami nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Akitenda maovu nitamwadhibu kwa fimbo ya binadamu, kwa mapigo ya mwanadamu, lakini fadhili zangu hazitamuondoka. Kama vile nilivyomuondolea Sauli, niliyemuondoa mbele yako, na nyumba yako na ufalme wako vitadhibitishwa milele mbele yako, nacho kiti chako nitakifanya imara milele. Kwa maneno haya na kwa maono haya yote, ndipo Nathan alivyomwambia Daudi. Ndipo mfalme Daudi akaingia akaketi mbele za Bwana akasema, mimi ni nani, Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini, hata unilete mahali hapa? Tena jambo hili lilikuwa dogo machoni pako, Bwana Mungu wangu, hata umeleta habari ya nyumba yangu mimi mtumwa wako kwa miaka mingi inayokuja baadaye, na kwa hayo na namna ya kibinadamu. Bwana Mungu, Amen. Na mimi Daudi nikuambie nini tena zaidi, iwapo wewe umemjua mtumwa wako, ewe Bwana Mungu? Asante Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuko katika uwepo wako adhuhuri hii ya leo. Tunasema ni asante, maana umetuleta nyumbani mwako. Unatujua sote kwa majina yetu, unajua mahitaji yetu, unajua kuondoka kwetu na kuingia kwetu.
hakuna jambo linalotuhusu ambalo haulielewi. Bwana, naomba katika jina la Yesu kwamba tunapotafakari neno lako mchana huu, ukazungumza nasi kila mmoja sawasawa na mapenzi yako. Najikabidhi kwako Bwana, nikisema ya kwamba sina cha kupeana isipokuwa nipewe kutoka juu. Nami naomba ya kwamba utanitumia kama chombo ambacho kimetakaswa na ukaweza kunena sawasawa na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Kwa hivyo nimesema ninaongea kuhusu the unfathomable love of God, pendo wa Mungu usioeleweka. Kwa hivyo hadithi ambayo tumesoma, neno linatuambia ya kwamba wakati Daudi alikuwa ameshapigana vita na Mungu akampatia utulivu, basi akatafakari na akaona ya kwamba yeye alikuwa anakaa kwa nyumba nzuri, ilhali sanduku la agano la Mungu bado linakaa katika hema. Kwa hivyo akaambia nabii Nathani ya kwamba mimi ninaona ninakaa kwa nyumba nzuri na sanduku la agano iko kwa hema. Na Nathan akamwambia ya kwamba wewe fanya yote ambayo yako katika mawazo yako, maana aliona ni jambo nzuri. Lakini neno linatuambia ya kwamba Nathan alipoenda nyumbani usiku akilala, Mungu akamuletea maono na akamwambia, enda umwambie mtumishi wangu Daudi ya kwamba sio yeye atakaye nijengea nyumba kwa wakati kama huu. Naye Bwana akazidi kunena na akasema ya kwamba mwambie ya kwamba mimi nitamjengea nyumba. Yaani nitaweza kuhifadhi ufalme wake, itakuwa ufalme wa milele. Na pia ni mwana wake ambaye ametoka katika kiungo yake yeye mwenyewe ndiye atakaye keti kwenye kiti baada ya yeye kuondoka. Na tunaambiwa ya kwamba Daudi aliposikia maneno haya akazidiwa na hisia. Sio hisia ya huzuni, lakini ilikuwa ni hisia ya kuhisi kunyenyekea, ilikuwa ni hisia ya shukrani, ilikuwa ni hisia ya kuweza kumwabudu yule Mungu ambaye amenena na yeye, na anauliza Mungu, mimi ni nani ya kwamba ukaweza kuniambia maneno haya. Kifungo hiki kinatueleza hayo maneno ambayo yanatueleza hapo ni agano ambaye Mungu anaingia na Daudi. Kwa hivyo ni agano, sio tu maneno ambayo Mungu anasema, lakini Mungu anapeana agano kwa Daudi. Na anamwambia ya kwamba ufalme wako itakuwa ufalme wa milele. Naamini ya kwamba Daudi hakuelewa ya kwamba Mungu anapomuongelesha anaongea kuhusu Yesu Kristo ambaye atakuja kutoka katika uzao wa Daudi, ambaye atatawala milele na milele. Lakini Daudi amezidiwa na hisia, akakaa mbele za Mungu, akajiuliza mimi ni nani? Na asubuhi ya leo naweza kukuuliza, je, ni nini ambayo ishawahi kukutendekea katika maisha yako na ikavua hisia kama vile ambavyo ilivua kwa Daudi? Ama ni nini ambayo inaweza kutendeka kwako saa hizi ukahisi vile ambavyo Daudi alihisi? Ukahisi kunyenyekea, ukahisi kana kwamba haustahili, ukahisi ya kwamba umetendewa jambo ambalo haungefikiria in your wildest dream, vile ambavyo wanasema ya kwamba inaweza kukutendekea kama mwanadamu. Sijui ni nini. Nataka kukupea dakika moja uweze kufikiria. Na kama uko na kalamu na kitabu, hebu andika. Ni nini hiyo ambayo imewahi kukutendekea mpaka ukahisi kunyenyekea jinsi ambavyo Daudi alihisi? Ama kuhisi ya kwamba umezidiwa na hisia. Pengine wakati Daudi alikuwa anasema hivi, alikuwa pengine anatokwa na machozi akiongea na Mungu na akitafakari yale ambayo Mungu anamwambia, na akiona mahali ambapo yeye mwenyewe ametoka. Anauliza, mimi ni nani hadi ukanileta umbali huu? Anakumbuka wakati ambao pengine alikuwa anachunga kondoo kule jangwani, hajulikani na mtu yeyote. Alikuwa ni kama mtoto ambaye amekataliwa, ama yule ambaye anaonekana ni kana kwamba si kitu. Kwa sababu tunaona wakati ambapo nabii Samueli anaenda kumteua kuwa mfalme, wakati baba yake anaulizwa alete vijana wake, analeta wale 7, na wakishapita wote mbele ya Samueli na kuna yeyote ambaye Mungu amechagua, na Samueli anauliza, je, kuna mwingine? Kwa hivyo alipoambiwa ya kwamba alete wote, hata Daudi hakukumbukwa mahali ambapo alikuwa, na hivyo sasa ikabidi ya kwamba aitwe aje. Ndio Samueli akasema hatutakaa chini mpaka yeye aje.
Pengine Daudi anakumbuka hayo mambo yote na anauliza Bwana, mimi ni nani? Bwana asifiwe. Na tumai mmeweza kutafakari na pengine umeweza kuona. Mimi pia niliweza kutafakari na nikaandika chini. Na nilipoangalia yale mambo yote ambayo niliandika, zilikuwa carnal. Yaani zilikuwa za kimwili. Sijui wewe umeandika nini? Pengine mimi nilikuwa nimesema ya kwamba kama leo pengine ingekuwa birthday yangu na mtu akaniletea kifunguo ya gari, naweza ona kama yani naweza wezwa naweza zidiwa na hizo hisia. Ama mtu ajitokeze tu aseme nimekulipia return trip uende Israel ama US, uende tu holiday huko alafu urudi, ningejiona mimi ni nani? Bwana asifiwe. Lakini Daudi anaongelea Mungu kumpatia nini? Kuingia katika agano na yeye. Na nataka kukuambia asubuhi ya leo ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye kutengeneza na kuweka maagano. Yaani katika historia amekuwa na ile tabia ya kutaka kukuwa na uhusiano wa karibu na wanadamu, na anapoingia katika hizo uhusiano yeye hutaka kutengeneza agano, na hiyo agano ambayo ametengeneza yeye huiweka. It is God's nature to make and to keep covenants. Bwana asifiwe. Anatengeneza agano na anaweka ile agano. Lakini ni asili yetu kama wanadamu ya kwamba hatutaki commitment, hatutaki kujitolea, hatutaki kujitoa. Hivyo ikiwezekana sisi tuna avoid kuingia katika maagano. Bwana asifiwe. Nafikiri unaweza kumbuka hivi tu karibuni sio mbali sana, wakati yule aliyekuwa naibu wetu wa rais akasema mimi nilitrust huyu jamaa, na nikaingia tu katika hiyo, hatu kuandika chochote chini, na sasa kimeumana. Bwana asifiwe. Maana mwanadamu akipata nafasi ya kutotia sahihi, ya kutoweka kitu mahali ambapo pengine itakuja baadaye kufanya ya kwamba akaweza kukua pinned down, ataiavoid. Lakini hata anapoingia katika maagano, anaingia na yeye tabia yake ni kwamba ataingia na bado atatoka. Bwana asifiwe. Tunakumbuka wakati wa I think 2002 tulikuwa na NARC coalition. Bao watu waliingia na wakaelewana. Mtu akaambiwa wewe tukipata hii kitu wewe utakuwa hii, wewe utakuwa ile. Lakini walipopata nini ilifanyika? Walikuja kusambaratika, maana ile agano haikuwekwa. Na ndio maana sasa imefika mahali inasemekana hapa katika nchi yetu wanasiasa wanapofanya coalition lazima waandike chini, watie sahihi na wapeleke kwa registrar of political parties. Maana ni asili ya mwanadamu kuvunja agano. Hata kwa ndoa tunaingia na tunakuja mbele za Mungu na tunafunganishwa kanisani. Lakini tunasema ya kwamba for worse, for better and for worse. In sickness and in health. In whatever and whatever. Lakini hizo vitu zinapokuja, wenyewe tunaamua sasa hapa hakukaliki. Tunatoka. Bwana asifiwe. Na kuna mhubiri amesema ya kwamba wanapofanya agano wanakuja mbele yetu. Alafu akiamua kuvunja wanaenda kuivunjia kwa Attorney General. Wawe wakikuja kuvunja hapa, wasivunjie kwa Attorney General kwa sababu si Attorney General waliweka mbele yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni asili ya mwanadamu kuweka, yani hapendi kuweka maagano. Na pia inapompasa ya kwamba lazima aweke, anaweka na anavunja. Lakini Mungu wetu ni Mungu wa kuweka agano, na kisha agano ambayo ameweka lazima anaitimiza. Bwana asifiwe. Hivi sasa anaambia Daudi, anaweka agano na Daudi. Na ukiangalia kutoka kwa kitabu cha Mwanzo, akaweza kuweka agano na Adam. Alipomweka katika ile shamba la Edeni, akamwambia nimekupatia miti yote, matunda yote ambayo iko katika hiyo miti, isipokuwa ile mti wa katikati. Na akaambiwa ya kwamba ile siku utakula hilo tunda, wewe utakufa. Na je, Adam alipovunja agano, Mungu aliweka ahadi yake ama hakuweka? Aliweka. Na ndiposa kifo ikaingia ulimwenguni, na ndio maana saa hizi tunakaa katika ulimwengu ambayo imejaa maafa na kila aina ya kuteseka kwa mwanadamu. Maana Adamu alivunja agano. Na si ndio hivyo sasa tunavunja, kwa sababu kama baba yetu wa kwanza alivunja,
na sisi tukakuwa tu tunafuata hiyo nyayo ya kufanya nini? Ya kuvunja. Ikaendelea, wanadamu wakafanya dhambi, Mungu akakasirika. Mpaka Biblia inasema ya kwamba akagairi kwa nini aliumba mwanadamu. Na katika kitabu cha Genesis bado tunaona wakati ambapo amekuja akaweza kumaliza ulimwengu kupitia katika ile gharika. Na akaambia Noa, jenga safina. Noa na jamii yake wakaingia katika safina. Na wakati gharika iliisha na wakaondoka na wakafanyia Mungu dhabihu wakamwabudu, naye Mungu akajitokeza tena akafanya agano na Noa, akasema ya kwamba kuanzia sasa hakuna siku ingine mimi nitaweza kumaliza ulimwengu kupitia kwa maji. Na akasema ya kwamba nakupea ishara. Unapoona rainbow, rainbow ni nini kwa Kiswahili? Upinde wa mvua. Sijui. Nilirealize ya kwamba sijawahi kusikia hilo neno. Sijawahi kufikiria. Yes, akaweka rainbow. Na akasema ya kwamba wakati wowote mimi nikiona hiyo rainbow, mimi Mungu nitakumbuka ya kwamba sitawahi tena kumaliza ulimwengu mzima kupitia kwa maji. Na mpaka wakati huu tuko, Mungu ameweka agano ama hajaweka? Ameweka agano. Bwana asifiwe. Naye tunaenda katika wakati wa Ibrahimu, akaenda akampata Ibrahimu akamwambia, ondoka kwa watu wako ukaenda katika ile nchi ambayo mimi nitakuonyesha. Ibrahimu akatii akaenda. Na katika kitabu cha Mwanzo mlango ni wa 12, Mungu anaweka agano na Ibrahimu na anamwambia ya kwamba nitakufanya baba wa mataifa, na kupitia kwako ulimwengu mzima, jamii ya watu utabarikiwa kupitia kwako wewe Ibrahimu. Anapoambia Ibrahimu hivyo, Ibrahimu hana mtoto, lakini Mungu anampatia agano na anasema nitakufanya uwe baba wa mataifa. Akarudi tena kwa Ibrahimu katika kitabu cha Mwanzo 15 na akaweza kumkumbusha tena kuhusu ile agano. Ibrahimu akamwambia, sasa Mungu utanipea nini ikiwa mimi sina mtoto, na huyu mfanyikazi wangu ndiye inaonekana kama atarithi nyumba yangu. Mungu akamwambia, la hasha, huyo Eliaza wa Dameski hatakuwa mrithi wako, maana mimi nitakupea mtoto. Naye Ibrahimu akamuuliza, nitajuaje ya kwamba kile ambacho unaniambia utatimiza? Mungu akamwambia Ibrahimu, toka nje, angalia katika angalia the sky, anga, na kukawa kuna nyota nyingi. Akaambia Ibrahimu, unaweza kuhesabu hizo nyota? Kama unaweza kuzihesabu, basi uzao wako ama wana wako watakuwa kama hizo nyota. Na baadaye akaamua kufanya agano, jambo ambalo ilikuwa yani Mungu akaamua kuonyesha Ibrahimu ya kwamba kile ambacho anasema anamaanisha. Hivyo akaambia Abrahamu aende alete wanyama na alete na ndege, kisha akate upande na aweke moja huku moja huku. Hivyo ndivyo agano ilikuwa inafanywa nyakati hizo. Naye Biblia inasema ya kwamba ilipofika usiku, Mungu akakuja. Ibrahimu akaona mwangaza kama ile ya torch ikipita katikati ya hizo vipande vya wanyama. Mungu akiwa anamwambia Abrahamu ya kwamba kama sitaweka hii agano, wacha basi nikue kama hawa wanyama ambao wamekatanishwa mara mbili. Mungu mwenyewe akaapa kwa jina lake na akasema, kile ambacho nimekuambia nitafanya. Lakini bado hakumpea mtoto. Basi Ibrahimu na Sarai wakaamua ya kwamba pengine Mungu alikuwa anataka sisi wenyewe tufanye kitu. Si tunaambiwa ya kwamba Mungu anasaidia wale ambao wanajisaidia, na haiko kwa Biblia. Kwa hivyo usiseme ya kwamba Biblia inasema, ni wanadamu anasema. Kwa hivyo Sarai na Ibrahimu akaamua ya kwamba watajaribu kumsaidia Mungu. Akachukua yule ambaye alikuwa mfanyikazi wa Sara, Haga, na wakapata mtoto Ishmaeli. Sasa katika mlango wa 17, Mungu anamrudia Ibrahimu tena, namwambia, tembea mbele yangu na uwe mkamilifu, nami nitatimiza agano langu. Alafu anamwambia kupitia huyu Sarai mimi nitakupea mtoto. Ibrahimu anacheka na anasema, je, mimi ambaye niko miaka 100 na mke wangu Sarai akiwa na miaka 90, je, tutapata mtoto? Akaambia Mungu, hapana Mungu, wacha Ishmael aishi mbele zako.
Mungu akamwambia, nimesikia ombi lako kuhusu Ishmael, lakini bado mimi nitatimiza ahadi yangu. Sarai mke wako atazaa mtoto na mtamuita jina Isaac. Bwana asifiwe. Mungu alitimiza agano ama hakutimiza? Kisha akaambia Abraham ya kwamba wana wako watachukuliwa mateka na wataishi katika nchi nyingine kwa miaka 400. Na baadaye mimi nitawatoa na nitawarudisha hapa kwa hii shamba ambayo mimi nimekupatia wewe. Akapatia Abraham tena hiyo agano ya kwamba amempatia hiyo nchi ambaye ilikuwa wakati huo ni Canaan na wakati huu unaitwa Israel, kwa sababu Mungu alitimiza ahadi. Baada ya miaka 400 wana wa Israeli kuteswa pale Misri waliweza kuondoka. Na kuna wakati watu wamejaribu kuondoa Israel katika map. Nasikia hata saizi niko na rafiki ambaye anafanya kazi pale Qatar, na aliniambia huko Qatar kwa map yao wanapofundisha watoto kuhusu jiografia ya ulimwengu, map ya Israel wameitoa. Israel haiko katika hiyo map kwa sababu kwa mawazo yao Israel haistahili kukua. Na nakwambia kama watu wangepewa nafasi siku hii, wale Waarabu wangepewa nafasi, taifa la Israeli haingekuwa. Lakini kwa sababu kunaye Mungu ambaye anafanya maagano na anayaweka, na akasema ya kwamba nchi hii nimekupatia wewe na uzao wako, ndiposa taifa la Israeli iko saizi. Na akamwambia pia ya kwamba watu wote wa jamii zote ulimwenguni kote watabarikiwa kupita kwako. Tena akiongea kuhusu Masihi ambaye angekuja kupitia katika uzao wa Ibrahimu. Na siku hii wewe na mimi tuko hapa tukijiita Christians, wana wa Abrahamu. Pale kwa Sunday school tunaimba, Father Abraham had many sons, so many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you, so let's just praise the Lord. Amen. Mimi ni mwana wa Ibrahimu. Kwa hivyo akamwambia ya kwamba hautaweza kuhesabu watu bilioni ambao sasa wameamini katika Yesu Kristo, maana Mungu alimwambia ya kwamba kupitia kwako mataifa yatabarikiwa. Bwana asifiwe. Naongea kuhusu Mungu ambaye anatengeneza agano na pia anaiweka. Tena akakuja akatengeneza agano baada ya wana wa Israeli kutoka Misri. Wakati walipokuwa jangwani, akaita Musa katika ile mlima ambaye tunaita mlima Sinai. Naye akasema ya kwamba nimechukua katikati ya mataifa yote, nimechagua Israeli. Na akawapatia agano. Akasema mimi nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa wana wangu. Na akawapea zile amri 10, the 10 commandments. So akawaambia ya kwamba nyinyi mkiendelea kufanya vile ambavyo nimewaambia katika hizi amri 10, nami nitakuwa Mungu wenu. Naye akaweka agano. Bwana asifiwe. Na ndiposa tunafika katika Daudi. Kwa hivyo kuna Adamic covenant, kuna Noahic covenant, kuna Abrahamic covenant, kuna Davidic covenant, na sasa tuko katika agano jipya. Haya yote yako katika agano la kale. Ndio maana Biblia yako tunasema kuna New Testament na Old Testament. Sasa pia sisi tuko katika uhusiano ya agano na Mungu. Ningependa ushike hiyo ya kwamba we are in a covenant relationship with God. Bwana asifiwe. Sio kitu tu ya kuingia na kutoka wakati tumefikiria. Kama umewahi kusema Yesu Kristo, ingia ndani yangu uwe Bwana na Mwokozi, hiyo ndio siku uliweka agano na Mungu. Naye Mungu akaahidi ya kwamba unapofanya hivyo, dhambi zako zote, zile ambavyo umefanya, zile ambavyo unafanya na zile utakayofanya kupitia kwa kukufa kwa Yesu msalabani, hizo dhambi nimeziondoa. Bwana asifiwe. Hiyo ni kitu moja ambayo ametuahidi katika uhusiano wetu na yeye in this covenant. Bwana asifiwe. Pia ametuambia ya kwamba tukimkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, sasa sisi sio tu watu wa Mungu, bali sisi ni wana wa Mungu. Ndio maana Yohana akiandika katika waraka wake wa kwanza, mlango wa 3 na mstari wa 1, anasema tazama ni upendo wa aina gani ya kwamba sisi tukaweza kuitwa wana wa Mungu. Sasa Mungu hakuiti
mtu wa Mungu. Mungu hakuiti jina tu lingine, wewe ni mwana. Bwana asifiwe. Ya kwamba sisi ambao tulikuwa mbali, najua tunaitwa Wayunani, Gentiles, watu ambao hawakustahili, watu ambao hata wakati ule kulikuwa na hekalu pale Yerusalemu, kama ungeenda pale na wewe ni Gentile, hauruhusiwi, kuna mahali hauwezi kuingia, maana ukiingia utaenda kuifanya najisi. Bwana asifiwe. Lakini sasa Mungu ametuingiza, tuko ndani kabisa, ya kwamba tunaitwa wana wa Mungu. Na Yohana anasema that is what we are. Hivyo ndivyo tulivyo. Na anaendelea kwa kusema ya kwamba sababu ambayo ulimwengu hautujui ni kwa sababu haikumjua yeye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usijali kama ulimwengu haikutambui. Lakini pia nikajiuliza, unajua ulimwengu kutokutambua sio shida. Je, wewe unajitambua? Bwana asifiwe. Unajitambua kama mwana wa Mungu? Kwa sababu hivyo ndivyo jinsi tulivyo. Tuko katika hii uhusiano ya agano na Mungu. Na kwa hivyo sisi ni wana wa Mungu. Na pia akatuahidi, akisha tufanya kuwa wanawake, nasema ya kwamba mimi ninawaandalia makao. Yesu akaambia wanafunzi wake katika Yohana 14 mstari wa 1 na wa 2, ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Mnaamini Mungu, niaminini pia na mimi. Naenda kwa Baba yangu, na kwa Baba yangu kuna makao mengi, naenda kuandalia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo wewe na mimi tuko na makao ambayo haijatengenezwa na Wachina, makao ambayo mjenzi wake ni Mungu mwenyewe. Ndiposa mwandishi wa Hibrania anasema ya kwamba Ibrahimu alikuwa anatafuta mji ambao mjenzi wake, ambao uko na msingi na mjenzi wake ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo wewe na mimi leo hii tuko na nyumba. Mbinguni kwa Baba kuna makao mengi, na kuna makao yako pale. Najua akili yako kama mwanadamu na yangu hatuwezi elewa ile makao iko namna gani. Nilikuwa nafikiria sisi ambao tumeweza kukaa Kibera na kwingine, sijui tukifika pale ni vile itakuwa sasa kifo imeondolewa. Lakini wengine wetu tungeangalia hiyo mansion na pengine tungekufa ama tungefaint, tuzirai tu na tuishie. Yaani ile nyumba ambayo Mungu amekuwekea wewe. Wewe ambaye saa hizi unaweza kuwa unakaa 10 by 10 na pengine ukuta ni ile ya udongo. Pengine hata chini kwa sakafu haijapigwa simiti, lakini kwa Baba uko na mansion. Bwana asifiwe. Hiyo ndio iko katika agano ambayo Mungu amefanya pamoja nawe na mimi. He is a covenant making and a covenant keeping God. Kwa hivyo vile ambavyo amesema, yeye pia atatimiza. Na pengine aliona kama tungekuwa na tashwishi kuhusu hii makao, ndiposa akamtuma Roho Mtakatifu. Na Paulo anapoongea anasema ya kwamba he has given us the Holy Spirit as a deposit, guaranteeing our inheritance. Ya kwamba Mungu ametupea Roho Mtakatifu. Yaani unaona vile unaendanga kwa duka na unataka kununua kitu na una pesa yote. Alafu kwa sababu unapenda hiyo kitu sana unasema wacha niweke hii deposit. Ishikilie hiyo kitu. Mungu ameweka deposit. Bwana asifiwe. Ya Roho wake Mtakatifu. Ya kwamba wewe na mimi tusikue na tashwishi ya kwamba sisi ni wanawake, na anasema sisi ni warithi pamoja na Yesu Kristo. Ya kwamba tutarithi ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Ya pili nataka kusema ya kwamba agano hili ambao Mungu ameweka pamoja nasi imechochewa na upendo. Ndiposa Yohana katika Yohana 3 mstari wa 16 anasema, for God so loved the world that he gave his one and only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu. Kwa hivyo kuingia kwake kwa agano na sisi sio kwamba kuna kitu alikuwa anatafuta kutoka kwako ama kutoka kwangu. Ni kwa sababu ya upendo. Amechochewa na upendo. Maana aliumba mwanadamu kwa mfano wake mwenyewe. Lakini kupitia kwa dhambi mwanadamu akatenganishwa na yeye.
na yeye siku zote akaishi akiendelea kutengeneza njia jinsi atakavyorudisha ile uhusiano ambayo alikuwa nayo na mwanadamu. Kwa hivyo agano yetu inachochewa na upendo. Bwana asifiwe. Na hii upendo wa Mungu, sijui kama wewe umewahi kuketi na kutafakari. Daudi alizidiwa, maana anaambiwa nitafanya jina lako kuwa kuu kama wale wakuu wengine, wanadamu wengine ambao ni wakuu wa ulimwengu. Nami nitaweza kukupatia ufalme ambayo itaendelea milele, sio kama vile nilimtoa Sauli. Wana wako wataendelea kutawala. Na Daudi akawezwa na hiyo, akazidiwa, akaketi mbele za Mungu, akatafakari, akasema, Mungu, mimi ni nani? Sijui kama wewe huwa unatafakari upendo huu wa Mungu. Pengine kama Daudi angeishi hizi siku zetu, angeimba, I didn't know you favored me this way. I didn't know that you favored me this way. I didn't know you favored me this way. Favored me this way. Thank you, Dad. Je, kuna mtu anahisi ako favored? Ya kwamba Mungu amekufavor. Daudi anasema, mimi ni nani hata unilete umbali huu? Na kana kwamba hiyo haijatosha, unaongezea mambo mengine. Wewe na mimi ni nani? Ya kwamba Mungu ametusamehe dhambi. Na kana kwamba hiyo haijatosha, anaongeza kusema ya kwamba sisi ni wana wake. Anatufanya kuwa wana na anatufanya warithi pamoja na mwanawe Yesu Kristo. Je, umeweza kutafakari ni upendo wa aina gani ambayo Mungu ametupatia hadi tukaweza kuitwa wana wa Mungu? Paulo akiongea katika Waefeso 3 na mstari wa 18. Nataka kuomba Elda atusomee. Paulo anatafakari upendo wa Mungu na anasemaje? Waefeso 3:18 inasema, ili nipate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kumjua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, nipate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Nipate kujua urefu, upana, kimo, kina. Kimo na kina. Na ya huu upendo wa Mungu ambayo inapita ufahamu wa mwanadamu. Bwana asifiwe. Hiyo upendo inapita ufahamu wa mwanadamu. Je, umeweza kutafakari kuhusu hiyo upendo? Mimi nikiulizwa nini ingevua hisia kama ya Daudi, nafikiria gari. Imagine. Sijui wewe ulifikiria nini yenye ukifanyiwa. Lakini Mungu ashanipatia upendo ambayo inastahili kila siku ninapotoka kwa kitanda, ninapoamka, niweze tu kumwabudu. Haijalishi napitia nini, kwa sababu ya hiyo upendo wa Mungu ambayo iko na urefu na upana na kina na kimo. Hiyo upendo wa Mungu ambayo inapita ufahamu wangu, ndio nastahili kuwa kitu ninatafakari kila siku na kuweza tu kumwabudu Mungu. Haijalishi hali gani ambayo ninapitia. Najua mara nyingi tunapatia Mungu sifa, na hiyo sifa ni conditional. Tunampea saa zile mambo ni mazuri. Naweza kumsifu na kumwabudu kwa sababu amenifanyia hii, amenifanyia ile. Bwana asifiwe. Najua kuna wakati mwingine watu wanatoa ushuhuda, anasema sijaona kitu ya kunitoa kwa Mungu. Na je, ukiona? Bwana asifiwe. Hakuna kitu imenifanyikia ya kunitoa, lakini ikifanyika utatoka. Bwana asifiwe. Paulo anasema na waombea, alikuwa anaombea Waefeso wapate tu uwezo wa kuweza kuelewa huu upendo wa Mungu ambao unapita ufahamu wa wanadamu. Bwana asifiwe. Nataka kusema asubuhi ya leo ya kwamba huu upendo, najua mara nyingi
Yaani sisi tunampenda conditionally na yeye ametupenda unconditionally. Na mambo yanapofanyika inakuwa sababu pengine ya kutoendelea kumpenda jinsi tulivyompenda. Bwana asifiwe. Sijui ni nini asubuhi ya leo ambayo imekufanya umepiga pengine hatua nyuma. Paulo pia katika Warumi 8 kuanzia pale mstari wa 31 bado anazidi kuongea kuhusu huu upendo wa Mungu. Kama uko pale Elda, tafadhali tusomee kwa haraka. Warumi 8:31 nasema, basi tuseme nini juu ya haya? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakayewahukumia ghadhabu? Kristo ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adaa au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandika ya kwamba, kwa ajili yako twauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya washindi kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana tumekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala waliopo wala watakayekuwepo wala mwenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenganiza na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Nini itakayotutenganisha na huu upendo wa Mungu? Hii upendo ambao unapita ufahamu. Je, njaa itatutenganisha? Je, tukienda uchi itatutenganisha? Je, tukiteseka itatutenganisha na upendo wa Mungu? Paulo alielewa, sio kana kwamba haelewi. Kuna mahali pengine akiandikia Wakorintho, anawaambia ya kwamba mara 5 nimepigwa zile mijeredi 39. Mimi nimekuwa gerezani. Paulo alipitia mateso mengi kwa sababu ya Injili. Na yeye ambaye alipitia hayo ndio anasema hakuna jambo lolote kitakayonitenganisha na upendo wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu alielewa hiyo upendo. Unajua wakati mwingine tunapopitia katika shida, inakuwa ni sababu yetu ya kulalamika, sababu yetu ya kurudi nyuma, sababu yetu hata ya kuuliza Mungu maswali na kusema ulikuwa wapi? Bwana asifiwe. Mungu uko wapi wakati ninapitia haya? Na mtu amesema ya kwamba mahali tu alikuwa wakati Yesu Kristo alikuwa anapigwa mijeredi, wakati Yesu Kristo alitemewa mate, wakati alisulubishwa wakaingiza hizo sijui ni inches ngapi kwa mikono yake, wakati walimdunga na mkuki, mahali Mungu alikuwa ameketi, ndiye ameketi ukipitia yale unayopitia. Yeye aliyekupenda ya kwamba akushikilia mwana wake wa pekee, lakini akamtoa ateseke yale mateso aliteswa na kukufa kifo cha aibu, ili wewe na mimi tukaweza kupata uzima wa milele. Lakini tunapopitia jambo kidogo, tuna sita, mara nyingine tunapiga hatua ya kurudi nyuma. Bwana asifiwe. Paulo anauliza ni jambo gani itakayokutenganisha na upendo wa Mungu? Asubuhi ya leo mpendwa, ni jambo gani hilo ambalo linaweza kukutenganisha na upendo wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Tunapopitia mambo magumu, inakuwa ni sababu saa zingine ya kuona kana kwamba Mungu hayuko. Huyo Paulo anasema yule ambaye alitoa mwanawe, si atatupatia pamoja na yeye atatupa vitu zote? Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama unapitia kwa kukosa sahihi,
hautakosa milele, kwa sababu yule aliyetoa mwana ako pia na uwezo wa kukupea chakula. Bwana asifiwe. Aliyetoa mwana ako na uwezo wa kulipa nyumba. Kwani kulipa nyumba ni nini? Kama alitoa Yesu Kristo akafa, imagine alikupenda kiasi hicho ya kwamba alikuwa willing ya kwamba mwanawe wa pekee akasulubishwa. Je, hata kupatia chakula, hata kupa mavazi, hata kupa kazi? Ni nini hiyo itakayotutenganisha na upendo wa Mungu? Bwana asifiwe. Na mara nyingine Mungu anapokubali tupitie mambo yale, anakuwa na kusudi. Nakumbuka wakati mmoja nikiwa katika kanisa hili, think ilikuwa 2009, nilikuwa nimepitia mambo magumu na nikaamua natoka kanisani. Nikaenda kanisa la kwanza survey tu nione, nikasikia sifit. Nikahisi sifit kwa hii kanisa. Alafu nikaambia rafiki yangu mwingine, tuende tutembelee rafiki mwingine ambaye alikuwa ameolewa na anaishi huko Thika. Huyu rafiki sikumwambia kwa nini tunaenda, na si kwamba nilikuwa nataka kuenda Thika, sikutaka kuja kanisani hapa, na nilikuwa natafuta kanisa ya kwenda. So tukaenda. Na Jumapili tukiwa kanisani, yule mhubiri aliyekuwa anahubiri, kwanza ilikuwa ni meza ya Bwana. Alafu anapo tayarisha ile meza la Bwana, katika mahubiri yake akasema ya kwamba wengine wenu hata mnatafuta kutoka kanisani. Na si kwamba natetea hii. Wewe rudi ukae hapo, uvunjwe upeanwe kwa wengi. Bwana asifiwe. Rudi uvunjwe upeanwe kwa wengi. Kwa hivyo kile nilikuwa napitia ni kuvunjwa ili niweze kupeana kwa wengi. Bwana asifiwe. Wenda ikawa sahi unapitia jambo ambalo ni ngumu, na Mungu ako na kusudi katika hilo jambo, lakini kwa sababu wewe hauelewi, unaona kana kwamba umeachiliwa, na shetani anakuja anakunongonezea. Sasa Mungu anakupenda kweli kama unapitia haya. Nataka kukuambia ya kwamba anapokuuliza hivyo, tazama msalaba. Bwana asifiwe. Aliyetoa mwanawe, hakuna upendo. Yesu Kristo akasema, no greater love has any man than this, that a man should lay down his life for his friends. Hakuna upendo inayozidi hiyo. Kwa hivyo unapokuwa tempted, unapojaribiwa kuona kana kwamba Mungu hakupendi, mpendo, akumbuka msalaba. Angalia msalaba wa Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaongea kuhusu upendo. Ni upendo wa aina gani ambayo Mungu ametupenda nao? Na ni nini ambayo itanitenganisha na hiyo upendo wa Mungu? Je, ni mateso? Wengine wakipata tu, yani temptation yoyote, inakuwa sababu ya kufanya nini? Ya kurudi nyuma ama kutoka. Bwana asifiwe. Na wengine sio kwamba wanatoka ama wanapunguza upendo kwa sababu ya shida ambazo wamepitia. Wengine wanapunguza kwa sababu ya kile ambacho sasa Mungu amewapea. Bwana asifiwe. Ya kwamba alikuwa wakati mwingine, kama nilikuwa naambia watu asubuhi, kuna wakati sikuwa naweza kuafford maziwa kila siku. Na nilikuwa nakaa karibu na dada Lina, na nilikuwa naona ananunua maziwa kila, mpaka mimi nashindwa. Yaani huyu Lina anaweza tu kununua maziwa kila siku. Bwana asifiwe. Amen. Lakini pengine kama sasa Mungu amenibariki naweza afford maziwa, kwa wengine inakuwa sababu sasa ya kupunguza nini? Upendo. Wakati ule hakuwa ana afford maziwa, alikuwa wa kwanza wa kukuja katika ibada. Mkutano yoyote inaitwa ako pale. Lakini sasa kwa sababu fridge imejaa chakula, hizo siku alikuwa anafunga na kuomba. Kumbe kule kufunga na kuomba ilikuwa ni lazima. Bwana asifiwe. Hivi sasa kwa sababu fridge imejaa, hakuna kuomba na kufunga. Nini itakayotutenganisha na upendo wa Mungu? Ni kile ambacho Mungu amekupatia. Nikaelezea wale walikuwa asubuhi ya kwamba kuna wakati mimi nilikaa miezi kadhaa bila kulipa rent. Na ikafika mahali hiyo siku nilikuwa nimeenda Arboretum kuomba na kufunga. Na nilipoingia kwa nyumba nikapata nimewekewa note chini ya mlango. Ninaitwa kwa chief kwa sababu ya kukosa kulipa rent miezi kadhaa. Bwana asifiwe. Sasa mtu pengine alikuwa hivyo na saizi yeye ni landlord. Sasa upendo umepungua kwa sababu ya kile ambacho Mungu amempatia. Nini itakayotutenganisha
na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini hiyo ambayo inakutenganisha na upendo wa Mungu mpendwa? Nataka kusema asubuhi ya leo ya kwamba this love is worth dying for. Paul says, is it death? Even death cannot separate me. Na unaona wanafunzi walielewa, ndiposa kila mmoja wao tunaambiwa Yohana peke yake ambaye anatuandikia kitabu cha Revelation alikufa natural death. Wale wengine wote waliuawa kwa sababu ya Injili, kwa sababu walielewa upendo wa Mungu na wakasema hii niko tayari kufa. Bwana asifiwe. Je, uko tayari kufa kwa sababu ya upendo wa Mungu? Kama unashindwa na mambo madogo madogo, ya kwamba uko katika huduma alafu mtu amekukwaza, unasema sasa hata hiyo huduma nimeachana na nimewaachia. Nani aliyekuita? Bwana asifiwe. Uliitwa katika ile huduma na nani? Nani aliyekuita katika hiyo kwaya? Uliitwa na nani kwa hiyo present worship? Ikiwa utaacha kwa kukwazwa. Bwana asifiwe. Ni nini itakayotutenganisha na upendo wa Mungu? Kasikia kuhusu huyu mchungaji ambaye alikuwa katika nchi mahali ambapo hawana uhuru wa kuabudu, na akapelekwa katika orofa juu, na akiwa na mwana wake pale kaambiwa sasa hivi umkane Yesu ama huyu mwana tunamrusha chini. Mchungaji alichagua Yesu Kristo. Mwana alirushwa na akakufa, na akaenda akaokota akazika. Maana hii upendo is worth dying for. Bwana asifiwe. This love is worth dying for. Wachana na zile visababu ambazo tunatoa. Bwana asifiwe. Tuko na uhuru wa kuabudu, lakini tunapoambiwa kujeni Jumanne kwa Bible study, tuko busy. Hatuwezi patikana online, hatuwezi patikana physical. Bwana asifiwe. Nilihisi kuhuzunishwa wakati wa kufikia nafsi, wakati tulikuwa tunafungua Bethel. Maana Bombolulu watu walikuwa tayari. Kulikuwa na nafsi nyingi. Paka nilikuwa natamani si tungejitokeza tu hata watu 50. Tuweze kukomba haya maeneo yote, kwa sababu ulikuwa unaenda kila mahali na mtu anasema ningependa kuokoka. The other day tumeenda, ile Saturday imepita, na Evangelist Oscar pamoja na Pastor Mark. Na tukaingia kwa huyu mzee ambaye mke wake alikuja katika crusade, akalia machozi sana. Yule mzee tukamkuta. Kwanza tulipokuwa tunaingia alikuwa anavaa nguo ya kazi atoke, na alipotuona akavua. Akakuja kutukutana na sisi na akatuambia karibuni. Na kuongea na yule mzee akasema, mimi kwanza kuvuta bangi, nikiamka asubuhi lazima nivute ya 100. Kufungua kichwa. Haezi fanya kazi kama hajafanya hiyo, na akokwa pombe na mengine. Na tulipomnenea neno la Mungu alipiga magoti pale kwa nyumba yake na tukamuombea. Na ninapoona mambo kama yale, watu wako katika hizi manyumba wamefungwa, wanapitia shida. Sisi tuko comfortable hapa. Hata Evangelist Oscar anaposema hii Saturday sijui tunaenda wapi, huwa unajihesabu wewe sio sehemu. Bwana asifiwe. Je, hivyo ndivyo tunampenda Mungu, yule aliyetupenda mpaka akapeana kila kitu? Na je, sisi tunampenda? Bwana asifiwe. Kwa sababu tuko katika hii agano ambayo imechochewa na upendo. Na kwa sababu Mungu ametupenda, nasi inatubidi pia tuweze kumpenda. Na mara nyingine kumpenda inakugharimu. Upendo inagharimu. Upendo una gharama. Bwana asifiwe. Hata ukiwa na rafiki, unajuanga ya kwamba wakati umekuwa na urafiki wa karibu na mtu, kitu inapotendekea huyo rafiki ni gharama. Lazima utatoka. Bwana asifiwe. Je, na sisi upendo wetu na Mungu ni upendo gani? Mwingine akaimba akasema, upendo wangu na Yesu sio upendo wa nyama choma, sio ile wa chai moto. Bwana asifiwe. Leo nasema upendo wangu na Yesu ni ile ya kukufia, kama kuna kitu iko hivyo. It is a love that is worth dying for. Wacha tusimame
katika uwepo wa Mungu. Wapendwa, asubuhi ya leo nataka utafakari